Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, karibu sana katika kipindi. Mimi naitwa Josefu Msagasa, ni daktari wa binadamu, lakini pia nimesoma elimu ya mambo ya maendeleo ya jamii pamoja na mambo ya theolojia katika level ya master's degree, lakini mpaka sasa ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Ninahitimu shahada yangu ya 3 kwa maana ya PhD mwaka huu, Mungu akipenda. Kwa hiyo pamoja na udaktari nilionao, lakini pia nimeamua kuingia upande wa pili kuweza kusaidiana kuhusu habari ya neno la Mungu. Ujumbe wangu wa leo ni ujumbe ambao utahusu habari ya ulokole pamoja na makanisa 7. Yaani ulokole dhidi ya makanisa 7. Lengo la ujumbe huu ni kuweka bayana kuhusu habari ya wale watu wanaojiita kwamba wameokoka au kwamba wao ni walokole, kuweza kuwaweka vizuri. Sio kwa nia mbaya, ni katika kuwafundisha wapate kuelewa kwamba wameokoka kweli au hawajaokoka. Sasa kabla tujafika mbali, tuombe ili tumshukuru kwanza Mungu. Baba yetu Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu, tuko mbele zako. Tunakusihi Bwana utubariki, ututakase, utuongoze katika njia yako njema. Wakati tunajifunza hapa, tupate kufundisha iliyo kweli tupu, na mtu anayetusikiliza Bwana akapate kuijua kweli yako na kuipokea. Tunajua sisi ni watenda dhambi, tumetenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, kwa kutotimiza wajibu na kwa kupitia ndoto. Tunakusihi Bwana utusamee makosa yetu yote. Tusamee pia makosa ambayo tumeyatenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Naomba haya nikiamini katika neno lako takatifu Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi baada hiyo sala fupi, tuje sasa tujifunze kuhusu habari ya ulokole au walokole. Ulokole ni nini? Ulokole ni ile hali ya kutokuwa na doa. Yaani mwanadamu anapokuwa hana doa lolote la matendo maovu wakati wote, ikiwa ni toka ukiwa tumboni mwa mama yako, au toka umezaliwa, au toka ufanye toba ya matendo yako maovu na kuacha matendo yako usiyafanye maovu mengine tena. Huo ndio ulokole. Mlokole ni mtu aliyeokoka, kwamba alishafanya toba ya dhambi zake zote na hatendi dhambi tena na hana tarajio la kutenda dhambi tena. Na mtu huyu mlokole hatendi dhambi kwa imani, sio kwa sheria. Ni katika Galatia wa 2 mstari wa 16. Unatenda mambo mema sio kwa sheria, bali unatenda mambo mema kwa sababu ya imani ya Kristo. Sasa tunataka tujifunze tuweze kujua dhambi ni nini. Dhambi ni matendo au maneno, kwa kusikiliza au kwa kunena, au mawazo au ndoto au maono yoyote afanyayo mtu kwa kufanya moja kwa moja au kushiriki kwa namna yoyote kinyume na amri za Mungu, kinyume na maagizo ya Mungu, au kinyume na sheria, au kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa jambo lote ulifanya ambalo liko kinyume na amri za Mungu, kinyume na sheria za Mungu, kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na mapenzi ya Mungu, basi hiyo ni dhambi. Sasa kila mtu anayejiita kwamba ni mlokole anapaswa kutafakari. Je, matendo yote anayoyatenda yapo katika mapenzi ya Mungu na katika amri zake, au anafanya mambo tu kwa sababu hajui? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tuangalie ulokole pamoja na makanisa yale 7. Katika kitabu kile cha Ufunuo, ile sura ya 1 mstari wa 3, kinasema, heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu. Yaani heri wewe unayesikia maneno haya, na heri yangu mimi ninayesoma na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Na alikuwa katika siku ya Bwana. Haya ni maelezo anaongea sasa, Yohana anaongea. Na alikuwa katika siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7. Au makanisa 7, moja ya makanisa ni pamoja na kanisa la Efeso, kanisa la Simina, kanisa la Pegamo, kanisa la Tiatira, kanisa la Sard,
kanisa la Philadelphia na kanisa la Laodikia. Kulikuwepo na nyota 7 na vinara 7. Zile nyota 7 ni malaika 7 wa yale makanisa 7. Na vile vinara 7 ni makanisa 7. Kwa hiyo tunaanza na kanisa la Efeso. Haya makanisa yatufundishe kuona kwamba sisi tabia hizi za watu tunazo au hatuna. Lakini sifa za makanisa ziko sifa 7. Kwa hiyo kanisa la Efeso linasema, ambapo ni sura ya 2, Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 inasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndio maneno, haya ndio anenao yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Mstari wa 2 anasema, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale waliojiita mitume, nao sio, ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Mstari wa 4 anasema, lakini nina neno juu yako. Tazama, Mungu anasema ana neno juu yake, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambao na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili, ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Hilo neno la Mungu ambalo linaongelea kuhusu habari ya kanisa la Efeso. Sasa Wakolai ni akina nani? Wakolai ni vikundi vya watu fulani wakati wa enzi zile wakati wa Israeli, waliokuwa na imani zinazopingana na imani ya Yesu Kristo. Hawa Wanikolai kwa matendo yao mpaka sasa tunao, kwa sababu hata sasa watu wanameo tunao. Wako watu ambao ni waashirati na wanafanya machukizo dhidi ya Mungu, lakini bado wanafanya katika makanisa na jamii zetu. Japo makanisa ya leo wanajiita wa Kristo kimaneno tu na kwamba wameokoka, lakini matendo yao ni kama Wanikolai. Wanafundisha imani ambayo sio, wanakanusha imani ya Kristo, wakifundisha mambo ya dhambi kuyafanya kuwa sio ya dhambi. Kanisa la Efeso lilichukia matendo ya Wanikolai, lakini liliuacha upendo wake wa kwanza kwa Mungu, yaani upendo wao wa awali ulipoa. Yapo makanisa yenye matendo, taabu, subira na yasiyochukuliana na watu wabaya mpaka hivi sasa, ambayo Mungu anayajua, lakini hayana upendo baina yao na watu wengine. Pengine yana upendeleo na sio upendo. Yaani kwa lugha nyingine, makanisa haya yana ubaguzi. Wanapeana nafasi za uongozi kwa upendeleo, sio kwa kufuata sifa za mtu. Wanashiba wao, lakini majirani zao wanalala njaa. Wanajipenda wao na kujihudumia kikamilifu, lakini si wengine. Tukijifunza kuhusu habari ya upendo wa Mungu, Biblia inasema Mungu ni pendo. Mungu hana upendeleo, isipokuwa Mungu ana upendo. Sasa mtu ukiwa na upendeleo, maana yake huna upendo isipokuwa na upendeleo. Kwa hawa ukiwauliza wanakuambia wameokoka, pamoja na kwamba ni watu ambao wanaishi kwa upendeleo, kwa kupeana nafasi wao kwa wao, kwa kupendeleana wao kwa wao na kujipenda wao. Wanasema wameokoka na wanaamini kuwa wanaenda mbinguni. Lakini Kristo anawakumbusha pamoja na sifa zote na kuamini kuwa wanakwenda mbinguni, pamoja na kwamba wamevumilia taabu mbalimbali na nini, si kweli, bali wanapaswa kutubu kwa kuwa wamepungukiwa na upendo. Ni bayana kuwa mtu asiye na upendo hawezi kufika mbinguni, na kwa msingi huo hakuna binadamu aliye mkamilifu. Na kama hakuna binadamu aliye mkamilifu, maana yake ni kwamba hata unayejiita wewe ni mlokole, maana yake unatenda dhambi, kwa sababu wewe ni miongoni mwa watu wasiokuwa kamilifu. Kanisa la pili ni kanisa la Simina. Hiyo ni mstari wa 8, anasema kwa malaika wa kanisa lililoko Simina andika, haya ndio anenao yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Mstari wa 9 anasema naijua dhiki yako na umaskini wako. Katika mabano anasema lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi na sio, bali ni sinagogi la Shetani. Biblia inasema mstari wa 10 anasema usiogope mambo yatakao kupata. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Kwa anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe.
Tafsiri yake nini katika andiko hili la kuhusu kanisa la Smirna? Kwanza, Wayahudi wanaotajwa kuwa ni sinagogi la Shetani katika kitabu cha Ufunuo wa sura ya 2 mstari wa 9 na sura ya 3 mstari wa 9 ni Wayahudi wa kuzaliwa ambao walikuwa wakijiona kuwa ni Wayahudi wa kweli. Yaani walikuwa ni Wayahudi wa kweli kweli, walikuwa wanajiona hivyo wao. Yaani uzao wa Mungu mteule. Lakini Mungu alikuwa anawaona tofauti kwa kuwa walikuwa wanaipinga injili ya Masihi, yaani injili ya Yesu Kristo, ambaye alitabiriwa katika Torati yao. Kitabu cha Matendo 3 mstari wa 20 hadi mstari wa 24 na kitabu cha Yohana ile sura ya 5 mstari wa 39. Mfano wa hao ni Mafarisayo na Masadukayo ambao walikuwa ni Wayahudi wa kuzaliwa, lakini walikuwa wanaenda kinyume na maneno ya uzima wa Yesu Kristo. Kundi hilo la wasioamini injili ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuipiga vita ndio Kristo analiita sinagogi la Shetani, kwamba Shetani amewakalia na wanafanya yaliyo ya Shetani. Kwa sasa kuna makanisa na Wakristo wanaoamini kuwa wanakwenda mbinguni na kwamba wao ndio wateule na wanajiita Wakristo na wameokoka. Lakini Mungu anawaona tofauti. Watu hawa wa sasa wanafundisha neno la Mungu kwa maana tofauti, sio maana halisi ya neno. Watu hawa wamekaliwa na Shetani na kubadili mafundisho ya uzima na kufanya mafundisho yao. Wanafundisha isivyo sahihi na hivyo wamekuwa sinagogi la Shetani. Wapo Wakristo wamepotea wakiwa wanajua na wengine wanapotea wakiwa hawajui kuwa njia waliomo si njia ya kweli. Wanafundisha mafundisho ya sinagogi la Shetani, lakini kwa kuwa hawana ufahamu wamepotea. Kristo anasisitiza wale waishikao kweli yake na kuifundisha kweli wavumilie hata mwisho ili wasiikose taji, na anawasisitiza kuwa waaminifu hata kufa, kwa kuwa baadhi watatupwa gerezani na wengine watateswa na wengine watauawa. Kwa muktadha huu hakuna aliye mkamilifu bali ni kuvumilia hata mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe tunaona kwamba makanisa hapo tunapata makanisa mawili, lakini kila moja lina udhaifu wake. Lakini makanisa ya leo yanajiita kwamba wameokoka na kwamba hawana udhaifu wowote, kitu ambacho ni uongo. Kanisa la tatu ni kanisa la Pergamo. Leo ni mstari wa 12 anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndio anenao yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Anasema, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini nayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu. Usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yako kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa lile jiwe jeupe, na juu ya jiwe lile na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anamaanisha nini? Anamaanisha palikuwepo na kiongozi wa Kirumi mkubwa aliyedai kuwa ameongoka, aliyekuwa anaabudu Mungu jua. Alidai kuwa ameongoka na kuwa Mkristo, kumbe Shetani alipenyeza hapo. Baada ya kiongozi huyo kuwa Mkristo hewa, yaani Mkristo kwa jina tu, kanisa likaanza kutukuzwa na kusifiwa sana, na hapo ndipo habari ilikuwa kubwa sana. Shetani akaanza kuweka misingi yake ya kuangusha imani ya Kristo na kuliteka kanisa. Shetani akaanza kufanya kazi zake, yaani ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, yaani kwamba mtu aliyepo au kiongozi aliyepo wa kanisa anaongozwa na Shetani. Hapa tunapata katika kitabu cha Ufunuo wa 2 ule mstari wa 12. Kwa hiyo kanisa likachafuka, desturi za kishenzi na imani potofu zikaanza kuingizwa, na maridhiano kati ya upagani na Ukristo yakafanyika. Kanisa likawa na jina tu la Kristo, lakini ukweli ni kwamba lilikuwa ni la kipagani. Kwa maana Biblia inasema, msifungwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliani?
Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Hapa ni katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 ule mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Kwa sasa kuna watu wamepenyeza na kujifanya wachungaji wa kweli, kumbe ni wachungaji waongo. Wanaibadili kweli ya Mungu na kuleta mafundisho ya kishetani kanisani. Je, kuna patano gani kati ya Kristo na mchungaji mshirikina au mchungaji mchawi? Kuna patano gani kati ya Kristo na mchungaji muongo? Kuna patano gani kati ya Mkristo pamoja na mchungaji mzinzi? Kuna patano gani kati ya Kristo na ibada za sanamu? Wapo wachungaji wanaopokea nguvu kutoka kuzimu mpaka hivi sasa, lakini wanamiliki makanisa na watu wanaabudu huko. Wakristo waliopo katika makanisa ya wachungaji wa jinsi hiyo wamepotea na kuangamia, japo wao wanaamini kuwa wameokoka. Makanisa yanayoruhusu ndoa ya pili ya aliyeolewa au kuoa hapo awali, kuwafungisha ndoa ya mara ya pili, wanaobariki uzinzi na uasherati. Makanisa yanayoshiriki katika mafundisho ya sikukuu zisizo za kiBiblia, kwa mfano sikukuu ya mwaka mpya na Krismasi, wanafundisha kuhusu ulevi, kwamba lewa kidogo, kunywa kidogo, na pia wanafundisha kuhusu habari ya starehe mbalimbali, kwamba tumeokolewa kwa neema. Waumini wakao chini ya wachungaji wafundishao kinyume na kweli ya Mungu ya wapasa kutubu na kutoka huko na kuacha mapokeo na mafundisho ambayo ni potofu. Kristo anawakumbusha kuwa wote watubu haraka, vinginevyo anakuja upesi. Kumbe kuna watu wanasali katika makanisa, kumbe ni katika kiti cha enzi cha Shetani, ambapo hakuna kweli yoyote iliyopatikana huko, bali ni mafundisho na mapokeo ya kishetani. Na kwa mantiki hiyo hakuna mtu mkamilifu, kwa sababu unaweza kadhani kwamba unaongea na mchungaji wa kweli, lakini kumbe ni mchungaji ambaye ni kiti cha enzi cha Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la 4 ni kanisa la Thiatira, ambalo anasema katika mstari wa 18 inasema kwamba, na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndio anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Anasema, na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamlidhie yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka katika sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Mstari wa 22 anasema, tazama nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Mstari namba 28 anasema, lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Mstari wa 26, na yeye ashindaye na kuyatunza maneno yangu hata mwisho, nitampa mamlaka ya juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika muktadha wa sasa, kanisa hili limeonekana kuwa lina upendo. Kanisa hili limekuwa na imani na huduma na subira, tena kwamba matendo yake ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Tatizo la kanisa hili, wamemruhusu Yezebeli na kupokea mafundisho yake. Yezebeli alikuwa anaabudu miungu na ametokea kwenye familia ya kichawi. Na walikuwa anaabudu hasa mungu wao waliomuita Baali. Pia alikuwa ni mchawi. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 9 mstari wa 22, pia alijipenyeza hadi akaolewa na mfalme Ahabu wa taifa la Israeli. Huyu Yezebeli aliingiza ibada ya miungu migeni ndani ya taifa la Mungu. Aliua manabii wengi wa kweli wa Mungu, na alikosesha Israeli kwa sehemu kubwa sana, kwamba Israeli walimwasi Mungu katika sehemu kubwa sana. Yezebeli alikuwa nabii wa uongo. Ni katika kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 20. Ni mwanamke pekee katika Biblia aliyekuwa anajipaka wanja usoni na kujipamba uso. Ni katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 30. Ni mwanamke pekee aliyeshindana na maagizo ya Mungu
kuliko wanawake wote kwenye Biblia. Huyu alimsumbua nabii Eliya hadi Eliya aliamua kumkimbia akiogopa madhara kutoka kwa Yezebeli. Binti wa Yezebeli aliitwa Atalia, naye alirithi tabia za mama yake, akiwa pia anaabudu mungu Baali. Atalia alikuwa muuaji na aliutoa umalikia ndani ya kabila la Yuda kwa kutumia nguvu. Yezebeli hakudumu sana, alikufa na alikanyagwa na farasi na kisha kuliwa na mbwa pale alipotaka kumkosesha mfalme Yehu ambaye alikuwa ni mfalme wa Mungu. Hiki ni kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari 35. Kwa hiyo kwa sasa tunao Yezebeli wengi makanisani. Makanisa yanaruhusu watu kubadili asili zao. Yaani mtu anaamua kubadilisha asili ya ngozi yake kutoka kwenye weusi kuwa mweupe. Wanajipaka wanja katika nyuso zao, wanajivika vitu bandia kama vile kucha za bandia, nywele bandia na vitu vingine vingi vya bandia, wanaweka heleni na vitu vingine. Na wanapodoa nyuso zao huku wanajiita Wakristo, kumbe ni Yezebeli. Wanasali huku wanaamini ushirikina. Wako watu wanakuja kanisa hili ni washirikina. Wanatumia dawa ili kulinda ndoa zao au kulinda vyeo vyao, lakini wanasali kanisani. Watu wengine wapo makanisani wanavaa hilizi, wachungaji pamoja na waumini wao au pengine mmoja wao katika wao. Na baadhi wengine wanavaa shanga ili kutetea ndoa zao wakiita kwamba hizi shanga ni kachumbari. Lakini wapo kanisani. Wapo wanaojiita Wakristo lakini ni wachawi. Wanajipenyeza hadi wanafanya ngono na wachungaji au waumini ili waangushe dhambini na kuwaangusha zaidi. Wanaingiza ibada ya miungu kanisani. Kwa mfano, yako makanisa ambao wanatumia mafuta au maji au udongo au chumvi au vitambaa au kucha au nywele. Wanaua waumini kiroho na kimwili kwa kuwafundisha yasiyopaswa. Makanisa yenye manabii na wachungaji wa uongo, watu washindanao na maagizo ya Mungu, watu wanaoua imani kiasi cha watu kuikimbia imani na kukimbilia kwa waganga, kwa sababu wanapokuwa wanaombea au wanapofanya mafundisho yao hayamuingii mtu rohoni. Kwa mwisho wa siku anaona imani hii sio imani ya kweli, anaamua kukimbia kwa waganga. Waumini na wachungaji wauaji, kwa mfano watoaji na watolewa mimba. Mimi katika eneo hili mimi nimeshiriki sana katika swala hili la utoaji wa mimba. Mimi ni daktari, nimekuwa nikilipiwa nauli na kwenda kufanya utoaji wa mimba. Nilikiona ninajisikia raha kufanya vitu kama vile. Sasa napata fedha. Kwa hiyo niliona pia naaminika na elimu yangu ni nzuri kwa sababu nilikuwa naweza kutoa mimba kwa watu mbalimbali. Mimba natoa mpaka mimba ya miezi hadi miezi 7 natoa mimba. Napata fedha, nalipiwa loji na kula, napewa na posho yangu, najisikia raha. Lakini nilikuwa nasali. Kwa wako watu ambao ni Wakristo, ni madaktari, ni manesi wa makanisani. Lakini wanafanya mauaji, wanatoa mimba, lakini wamo kanisani. Na hao wanajiita kuwa ni walokole na watenda mbinguni. Wapo Wakristo ambao wanapokea rushwa au wanatoa rushwa ili wapate jambo fulani, kwa kuliita jina la rushwa kwamba ni takrima au ni zawadi, lakini rushwa ni rushwa. Biblia inasema wadhalimu wote mahali pao ni katika ziwa la moto. Sasa hawa ambao wanatoa rushwa na kupokea rushwa ni watumishi wa serikali pengine au makampuni, lakini wamo kanisani, lakini wanakula rushwa. Wanafanya mambo hayo yote lakini wanadai kuwa wao ni Wakristo na kuwa wameokolewa kwa damu ya Kristo, na eti wanaamini kuwa wanakwenda mbinguni. Kanisa lisilofundisha kujua dhambi na kukemea dhambi, baada yake muda mwingi wanahubiri mafanikio, wanahubiri neema bila kuhubiri dhambi, watu kuacha dhambi. Hilo ni kanisa la Yezebeli. Kiuhakika hakuna uzima wa milele ndani ya kanisa la jinsi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kristo amewapa muda ili muhutubie uzinzi wenu. Vinginevyo tazama atawatupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye. Mpate dhiki kubwa msipoyatubia matendo yenu, naye atawaua watoto au waumini ama wafuasi wenu kwa mauti. Na makanisa yote watajua ya kuwa Kristo ndiye achunguzaye mioyo na viuno, naye atampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa.